Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atatuambia uzito wa siku hiyo. Anatuambia manabii na mitume wote watachuchumana kuogopa. Ukali wa jua utakapozidi, watu watakwenda kwa Adam, wewe ni baba yetu, jiwe letu la msingi, mwanzilishi wetu, mzazi wetu, kila kitu chetu, tuombe kwa Allah tufanyie wepesi adhabu ya jua. Adam kwa lugha ya sasa atachomoa, atasema Mola wangu ninavyomjua sijawahi kumuona akighadhibika kama alivyoghadhibika leo. Siwezi kutia ulimi wangu, mimi mwenyewe nina langu, niliambiwa usile tunda nikala tunda. Nendeni kwa Nuh. Wanaenda kwa Nuh, wewe ni mtume wa kwanza uliyetumwa katika ulimwengu, tuombe kwa Allah tupe takhfifu ya adhabu ya jua. Nuh atasema Mola wangu hajapatapo kughadhibika maisha yake kama alivyoghadhibika leo, na baada ya leo hatoghadhibika tena. Siwezi, mtoto wangu alinikufuru na mke wangu, nahisi nami pia nitakuwa nina swali la kujibu. Nendeni kwa Ibrahim, baba wa manabii. Watakwenda kwa Ibrahim, wewe ndio baba wa manabii, wewe ndio baba wa iman, wewe ndio baba wa aqida, wewe ndio baba wa tauhid. Ewe Ibrahim, kipenzi cha Allah, mtume mtukufu baada ya mtume Muhammad. Ibrahim naye atasema hivyo hivyo, ndugu zangu, Mola wangu leo ameghadhibika, hatujapatapo kumuona kighadhibika kama alivyoghadhibika leo, na hatoghadhibika baada ya leo. Mimi mwenyewe nina ya kwangu, nilisema uongo mara 3 maisha yangu. Mimi na wewe kwa siku tu, kamba nyingi, uongo mwingi, bla bla nyingi, usanii mwingi. Na mtume alipoulizwa Muislamu anaweza kusema uongo, akasema hawezi kusema uongo. Nendeni kwa Musa, wewe ndo kalimullah, Allah alikusemesha live, wewe ulikuwa ukimsikia. Wa kallama Allahu Musa taklima. Tuombe kwa Allah tuondolee adhabu ya jua. Ombi lao watu wote tutaungana wote, tunaomba takhfifu ya adhabu ya jua tu. Na hii ni trailer, picha ni bado, ndugu zangu.